Kaa tayari mashine mpya tayari kuweza kula kandarasi na Young Africans. Bwana ni moja ya mchezaji ambaye ana mambo makubwa mguuni. Bwana ni mchezaji ambaye ameweza kuchukua makombe mpaka hivi sasa ni 7 ya CAF Champions League, huku kwenye ligi yao pale ameweza kuchukua kombe la ligi bwana, ameweza kuchukua mara 10. Bwana, huyu ni mchezaji mwenye performance ya hali ya juu ambaye Yanga wameweza kuokota dodo chini ya mnazi mara baada ya klabu yake bwana kuonyesha kusuasua kumwongezea mkataba. Bwana, Yanga wameweza kufanya jambo chap kabla mambo hajaweza kuharibika. Bwana, nini sasa ambacho kimeweza kumfanya mchezaji huyu aweze kula kandarasi na Young Africans? Bwana, baki na sisi na hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa za kumhusu mchezaji huyu mpya ambaye ameweza kula kandarasi na Young Africans kwa hivi sasa. Bwana, mkataba wake ameweza kula mkataba wa miaka 6 kuweza kuitumikia Young Africans bwana, bila kusahau marupurupu kama yote bwana, kwa sababu ni mchezaji mwenye performance ya hali ya juu bwana, mpaka hivi sasa kabla ya kuweza kujiunga na Yanga bwana, ana mabao takriban magoli 98 bwana. Haya ni magoli ambayo ameweza kufunga ndani ya misimu mitatu mpaka hii leo muda huu tunapoweza kukutangazia ndugu msikilizaji wetu na mtazamaji wetu bwana. Kwa hivyo rekodi za mchezaji huyu bwana ni nzuri bwana. Yanga hapa kweli wameweza kudaka moja mchezaji na nusu ambaye atakuja kuifanya Young Africans iweze kuwa na ubora kwenye safu ya ushambuliaji bwana. Mchezaji huyu kwa performance zake na uwezo wake bwana, aliyekuwa mchezaji wa Yanga Fiston Mayele bwana, kwenye uwezo ujamaa basi akasome, maana jamaa ana uwezo mkubwa bila kusahau vilabu mbalimbali vya Afrika vilikuwa vikiweza kumhitaji. Kuna vilabu viwili vikubwa hapa Afrika vilikuwa vinamhitaji mchezaji huyu bwana. Klabu ya kwanza ambayo ilikuwa ikihitaji sahihi yake bwana ni Pyramids. Pyramids walikuwa wakihitaji sahihi ya mchezaji huyu, bila kusahau kuna Orlando Pirates bwana, hao na wao walikuwa wakiweza kuhitaji sahihi ya mchezaji huyu ambao tayari Yanga ameshaweza kuwahi mapema kabla ya purukushani za usajili hazijaanza kusumbua kwenye mitandao mbalimbali. Basi Yanga wao wameshaweza kuweza kunasa sahihi ya mchezaji huyu kwa haraka bwana, na hatimaye Yanga wenyewe watakuja kuthibitisha kile ambacho tunaweza kukutangazia bwana. Hizi ni taarifa za ndani kabisa za kwenye viunga hivi vya Young Africans, na hizi ni tetesi, bila kusahau na sajili ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Tanzania bwana. Basi baki na sisi na hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani, usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ bwana. Kwa hivi sasa utatizamia kuona ni deal gani tu zikiweza kukamilika kwenye viunga vya Young Africans bwana, mara baada ya Yanga kuweza kuthibitisha kuwa msimu huu watahakikisha wanasajili wachezaji wa kimataifa ambao watakwenda kuipeperusha bendera ya Young Africans vema kabisa kwenye michuano ya CAF Champions League. Je, kwa washabiki wa Yanga popote pale ulipo, hizi taarifa zimekufikia ukiwa na hali gani?
Bwana, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Ni channel ambayo inakusogezea taarifa za usajili, tetesi pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya kimichezo. Basi hapa ni kama nyumbani, na hapa ndipo utapata taarifa zote zinazohusu klabu ya Young Africans ambayo kwa hivi sasa bwana iko mawindoni kwa ajili ya kutafuta sajili mbalimbali ambazo zitakwenda kuisaidia Young Africans kuweza kupambana kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambayo ndiyo Yanga anawekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kuweza kubeba kombe hilo ambalo kwa nchi zetu za Tanzania bwana hakuna klabu iliyoweza kupenya kuweza kubeba kombe hilo, na ndipo Yanga wao wanahitaji kuweza kufanya makubwa ili kuweza kuonyesha nia na mwanga wa vilabu vya Tanzania kuweza kupambana kupata kombe hili la CAF Champions League ambalo lina dosari kwa nchi yetu ya Tanzania, ambayo hakuna timu iliyoweza kupeperusha bendera na kuchukua kombe hilo. Kwa hivyo Young Africans kwa sajili hizi bwana wataweza kufanya jambo lolote kwenye msimu huu 2026-2027. Basi tutarajie makubwa kutoka kwenye viunga vya Young Africans wakiweza kufanya yale waliweza kuyapania bwana juu ya kubeba kombe hilo la CAF Champions League. Kinachoweza kusubiriwa ni mashabiki kuweza kuwapokea wachezaji hao wapya ambao wamekwenda kusajiliwa na Young Africans, na muda wowote kuanzia sasa bwana tayari welcome itaanza kuanza kutangazwa rasmi kutoka kwenye viunga hivyo vya Young Africans. Bwana Yanga wameshaweza kumaliza hii tuseme ni deal done. Welcome to Young Africans.